Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwa majina naitwa Neema Kalole, nafanya kazi na shirika la Sightsavers. Mimi ni Global Advocacy Advisor. Niko hapa kwa sababu ya kusikiliza ripoti ambayo imekuwa launched today, ambayo inahusiana na malezi kwa watu wenye ulemavu. Nimefurahi kuwa hapa kwa sababu kama mdau kwenye sekta hii ya haki za watu wenye ulemavu, nilikuwa natamani sana kujifunza kwa sababu ni eneo ambalo halijafanyiwa tafiti. Eneo la malezi kwa maana ya watu ambao wanasaidia watu wenye ulemavu na mahusiano ya watu hao pamoja na ukatili wa kijinsia. Kwa nimejifunza mambo mengi na nimeona kwamba bado kuna vitu vingi vya kufanya. Sisi kama shirika lakini pia na wadau katika sekta hii ya haki za watu wenye ulemavu ni kuona umuhimu wa kuongeza nguvu ya kusupport watu wanaosaidia watu wenye ulemavu, kwa maana wanaotoa malezi, wanaosaidia kwa maana kuwatambua kisera, kimipango ya nchi, kiprogramu ambao tunatengeneza miradi tofauti ya haki za watu wenye ulemavu na umuhimu wao, kwa sababu mara nyingi tunamfikiria zaidi mtu mwenye ulemavu. Mara chache sana tunamfikiria mtu anayemsaidia mtu mwenye ulemavu. Na kwa presentation hii ya study ya leo nimejifunza vitu vingi sana, kwa maana ya kwamba namna ambavyo kama mimi nitaenda kuboresha jinsi ninavyofanya kazi, nitakavyobadilisha namna ninavyotetea mambo ya kisera na utetezi wa haki za watu wenye ulemavu. Rudia tena majina yako. Kwa majina naitwa Neema Kalole, ni Global Advocacy Advisor, nafanya kazi na shirika la Sightsavers. Nimekuja hapa kama mdau ambaye nafanya kazi kwenye mambo ya watu wenye ulemavu. Mtu wa sera na uchechemuzi kwenye haki za watu wenye ulemavu. Kwa jina naitwa Ramadhani Hangwa, nafanya kazi shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu, yani UNFPA, kama mchambuzi wa idadi ya watu na maendeleo, lakini pia ni afisa ambaye anashirika na masuala ya watu wenye ulemavu. Tumekutana hapa katika kusikiliza matokeo yanayotokana na study hii. Lakini kwa nini tunafanya hii study? Ni kwamba idadi ya watu wenye ulemavu kwa nchi yetu wameonekana kuongezeka. Kwa mfano, sensa ya mwaka 2002 imeonekana katika kila watu 100 wawili wana aina moja au zaidi ya ulemavu. Sensa ya mwaka 2012 imeonekana kwamba katika kila Watanzania 100 angalau 9 wana aina moja au zaidi ya ulemavu. Na sensa yetu hii ambayo imeisha mwaka 2022 imeonekana kwamba katika kila Watanzania 100 walau 11 wana aina moja au zaidi ya ulemavu. Kwa hiyo hii inakupa picha kwamba kuna haja ya kuelewa masuala mbalimbali yanayohusu watu wenye ulemavu katika jamii yetu. Kwa hiyo hii study ambayo imefanyika, ambayo ilikuwa inaangalia utoaji wa huduma, kwa sababu inaonekana kwamba swala la utoaji wa huduma inaonekana kama kazi ya wanawake peke yao, lakini ukienda kwenye jamii na kuangalia hali ilivyo ni kwamba swala hili tumeona kwamba linahitaji msukumo mpya wa kisera, kwa sababu inaonekana kwamba swala la kutoa huduma lisionekane kama ni swala tu la kufanyika tu, lakini inatakiwa lipate mtazamo mpya wa kisera. Na ndio maana kama wenzangu hapo wamezungumza kwamba study hii imekuja na mapendekezo kwamba kwanza watu wanaotoa huduma lazima watambulike kisera, kwamba tuwe na sera ambayo inaelezea kwamba swala la utoaji wa huduma lisiwe kama charity, ionekane kama ni kazi kama kazi nyingine. Swala lingine ni kwamba masuala ya ukatili pia inaonekana kwamba yapo kutokana na namna zile huduma zinavyotolewa, kwamba imeonekana kwamba kuna shida katika masuala ya ukatili. Lakini masuala mengine ambayo yameonekana ni kwamba masuala ya elimu na uelewa kuhusu masuala haya imekuwa kwamba ni changamoto. Kwa hiyo kwa ufupi hiyo ni kama tunakutana hapa. Jina langu naitwa Gati Orombe, niko shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa Tanzania, nikiwa ni mratibu wa mradi wa Unpaid Care Gender Transformative and Disability Inclusion, ambao leo hii tumekusanyika pamoja na wadau mbalimbali, wizara mbalimbali za serikali kutoka kote mainland na Zanzibar, kuweza kuangalia findings, kuweza kuangalia matokeo ya studies na assessment mbalimbali ambayo tumezifanya kupitia mradi. Asante sana. Katika assessment tumeweza kubaini vitu mbalimbali. Mfano, katika pilot ambayo tumeifanya kama shirika la maendeleo kule Unguja, Zanzibar, tumeweza kuona kwamba watu wengi wenye ulemavu wako katika maeneo ya vijijini, lakini ukiangalia pia huduma zile za watu wenye ulemavu ziko maeneo ya mjini. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kuna changamoto kubwa hapo, mtu mwenye ulemavu atoke kijijini aweze kwenda mjini kuweza kupata huduma
ambazo wanazihitaji ziwe za kiafya, ziwe za kielimu au assistive device ni changamoto kubwa. Kwa hiyo ni kati ya matokeo ya pilot, matokeo ya studies ambazo tumeweza kuziona. Na mmependekeza nini sasa? Cha kwanza tumeona kwamba bado uelewa unahitajika kwa watunga sera, unahitajika kwa wadau mbalimbali juu ya masuala na changamoto za wanaotoa huduma kwa watu wenye ulemavu na upatikanaji wa huduma kwa watu wenye ulemavu. Hiyo cha kwanza. Lakini pili, tumeangalia kwamba kama nchi ndio tuna sera ya watu wenye ulemavu na sera mbalimbali zimetaja watu wenye ulemavu, lakini bado tunahitaji kufanya maboresho ya sera, mikakati na mipango kama nchi kwa ajili ya kuaddress sasa swala la wale wanaotoa huduma kwa watu wenye ulemavu, kuwatambua watoa huduma kwa watu wenye ulemavu. Yeah. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.